Baba, kweli nina makosa, moyo wangu wa udhaifu, mimi mwenye dhambi rohozi. Yesu, kwako msalabani, naja ninakuamini sasa, unioshe katika damu, nipate kuwa safi kabisa. Safi, safi, safi kweli, safi, safi kweli, unioshe katika damu, nipate kuwa safi kabisa. Unioshe katika damu, nipate kuwa safi kabisa. Makanisa ndio yanafunza watu kutumia hii katalogi, na hakuna mwanadamu yoyote iko hapa chini ya jua akienda leo na venye viko humu anaingiaka tu kwa shida. Awe mjanja wa namna gani, utaingia tu kwa shida, kwa sababu haya maandishi Mungu aliyatengeneza kwa ajili ya wewe. Na ndio unaona wale watu walifanya makampuni sio wajinga, nao wakazitengenezea makataloge zao, walijua, waliiba siri. Amen. All is about time. Ni wakati. Mbele nitaongeza, acha tumtake Kristo ambaye anastahili kwa maono haya ambayo ametuletea hapa kwetu Uvira. Wakati mtumishi wa Mungu amesimama na kuzungumza, nikapata mambo makubwa ambayo tulifunzwa siku ya pili kutokea misioneri Nyongi Chongeo alipozungumza juu ya mpango wa Mungu kwa ajili ya mwanadamu. Na jinsi ninavyomsikia nikakutana ni yale maneno ambayo naenda kuzungumza. Mpango wa Mungu kwa ajili ya mwanadamu. Mwanadamu eske aliumba kwa ajili ya masumbuko? Mungu alikuwa na lengo gani kwa kuumba mwanadamu? Na jinsi ameenda kufumbuliwa, nikaona ni Mungu peke yake ambaye anahitaji Kongo iinuliwe. Amen. Na kwa jinsi amezungumza, amesema tuache ufalme wa Mungu ututawale. Na hakika nina neno lingine la kuzungumza. Katika maono yale ambayo tumeyasikia, wakati tumefunzwa yale mazungumzo wala mafundisho kutoka Nyongi Chongeo, amezungumza jinsi Mungu ameumba ufalme, jinsi Mungu ameumba mbingu, akamuumba mtu. Hakuumba watu, aliumba mtu. Lakini problemi yenye Kongo iko nayo, aliumba mtu lakini ule mtu wakawa watu. Sasa neno naongezea ni kusema tusiwe watu lakini tuwe mtu. Tukishakuwa mtu, Kongo itainuka. Amena. Kumbe tusimame pamoja, tuunge mkono, tutembee kama ilivyo lengo la Mungu, na Bwana atatusaidia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninaweza kuongeza tu, hatuwezi kupata ufalme wa Mungu bila kutubu. Ndio mimi nasema kitu kingine zaidi ni kutubu ili tupate kumjongelea Mungu. Amen. Bwana asifiwe. Ninaposikia habari za Kongo mimi huwa nalia. Ninaposikia habari za Kongo mimi huwa nalia. Kitu nitaka kusema kwa dakika 3 tu. Jambo la kwanza, kama baba yako anakufa, baba yako muloko anapiana mama yako,
uko na miaka 5, unakomala mwile nyumba, banakuambia babako alikuwa na ng'ombe, babako alikuwa hivi, alikuwa hivi, alikuwa hivi. Sasa wewe uko na maisha ya chini sana, unateseka. Wakati ungaliki unaenda kusema shangazi, naambilie baba muloko anipatie, muyomba mwambie baba muloko anipatie, hakuna kitu utapataka mwile nyumba. Lakini ukisema baba muloko kuya hapa, shangazi kuya hapa, muyomba kuya hapa, mama kuya hapa, munaambia kitu ya baba yangu, solution haitapatikana. Solution haitapatikana. Kama Musa alikatala misio ya Mungu ya kwenda Misri, alikuwa na reason mbili. Reason ya kwanza, alijua kama hakuna mwenye iko na nguvu kushinda Farao, sababu alivivre mnyumba ya Farao, alimuiwa Farao, akamuelewa Farao, akakatala hataenda. Sababu ya pili, aliua wana wa Israeli wenye viko wanamtume kwa ni batretre. Jana nilikuta viko wanagombana, nikabaamua, wakasema unataka niua vile aliua na Misri, akakimbia. Tena ndio kwenye uko nirudisha kwa wale batretre bongo yako. Bakongole mbele ya kuomba kwanza ule ufalme. Ese kati yetu hakuna batretre. Mungu atusaidie. Mungu atukuzwe. Tena Mungu atukuzwe. Amen. Nimesikia mambo mnenaji wetu aliponena, alisema ya kwamba yeye anatuambia neno lake la kwanza, tuache ufalme ututawale. Ile ni neno lake lenyewe anasema. Mwingine nani anaweza ongezea kwa yale maneno? Wa pili akaongezea akasema tutubu. Na mimi naongezea langu la tatu kusema tuache ufalme uwe pamoja nasi, na tutubu na tuwe na umoja. Mimi natokea kanisa la Maranatha, niko mama kiongozi pale. Amen. Mimi nashukuru kusikia hii mafunzo, nilikuwa nyuma lakini Mungu anisamee. Hii yenye tatusaidia kuikamata na kuishika ni maombi. Maombi tu ndio itatusaidia kushikamana na kuwashirikiza hawa. Paulo alisema, "Mwe mnaniombea kile itwapo leo." Alijua juu ya nini? Ile maombi ilikuwa inamfanya kutiwa nguvu. Ndio maana alisema na yaweza yote kwa yule ambaye ananitia nguvu. Na siye tudumu kwa maombi. Ndio kwa maana Mambo ya Nyakati anasema hivi, ase watu wangu walioitwa kwa jina langu wakijinyenyekesha na kuomba na kutafuta uso, ase mimi Mungu nitasikia kutoka mbinguni na kuwasamehe dhambi zao na kuiponya nchi yao. Kama nchi yetu haiponya, kwa sababu vitu viko vingi, tutafute uso wa Mungu na tuombe, tutaona solution hivi vitu vyote. Na Bwana Yesu awabariki. Amen. Na kwa mimi pia kwa kufuata mafundisho mtumishi wa Mungu alisema kwa ajili ya nchi yetu, kwangu vipekee nimeona ya kwamba kwa sababu Bwana amesema ya kwamba tutubu, na katika kutubu kitu cha kwanza ni kuangalia kwanza sisi watumishi jinsi tunavyofanya kazi ya Mungu, kwa sababu nchi yetu haiwezi kupona tangu sisi watumishi hatujaonyesha upendo kweli wa kimungu. Nikiangalia katika kitabu cha Yohana sura 3 mstari wa 16 inasema hivi, "Tazama jinsi Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanao wa pekee, amwaminie asipotee bali apate uzima wa milele." Lakini kitu kikubwa zaidi kimeonekana hapa, upendo hakuna. Hiki ni kitu cha kusisitiza sana. Kama Yesu aliweza kuweza ulimwengu, kitu cha kwanza wanafunzi 12 walimpenda na wakapenda kazi aliyofanya. Ndipo akasema enendeni ulimwenguni, Mathayo 22:8. Utakuta pale tu kulikuwa recommendation ya nini?
ya kanisa ulimwenguni. Muwafanye watu kuwa wanafunzi wa nani? Wa Kristo. Na hapo ndipo kwenye kanisa ilianza kusimama kwelikweli, na hata wakafanya mambo makubwa. Tanke kanisa, unafiki ni mwingi sana, chuki na fitina ni mwingi sana, wivu ni simama. Sasa hivi vitu vinaanzia wapi? Makanisani. Sasa mataifa watatuonaje kama tumeokoka? Kama Mungu anaweza kupindua nchi yetu kwa sababu kwanza mapiga iliweza kuwasha moto kwelikweli wa kumpenda Mungu na kuacha mambo mabaya. Alafu Mungu anaingia sasa kwa mataifa na mataifa imeokolewa. Hawataelekea mapenzi ya Mungu. Ndio tunafanya kazi, lakini bado Mungu anatamani tutubu, tuache mambo mabaya, tufanye kazi na Mungu naye ataiponya nchi yetu, na Bwana tubariki. Amen. Amen. Kweli taifa likipelekwa vibaya, likifika mahali pabaya, linaogopesha. Hata walide wanaogopa. Walide saa hii kuko watu wako wanademisione dossier za kama nasema mimi sitaweza. Mimi sitaweza. Kwa sababu ya nini? Tumefika ile mahali Wayahudi walifikaka. Musa aliogopa tu. Musa aliishi mnyumba ya Farao. Alifanya processes ya brassage. Ile desert Mungu alijua watu hawatafika Kanaani na wawezi kuishi Kanaani na kujiongoza tu kule kwa Farao, hawakujua uongozi ni nini. Sasa tutawaweka Karanda hapa wajifunze brassage. Masoda yote wenye waelewi Kanaani kuko haya, wajimisikatere wenye waelewi Kanaani bapate brassage. Tuko mjangwa, lakini wenye wataitika brassage kutubu watafika Kanaani. Kwa hiyo usiogope, ni kutubu tu utafika Kanaani. Asante sana. Mimi nashukuru kwa kuhudhuria mimi katika kikao hiki. Ndugu Cheri, napenda kwanza kutoa shukrani zetu za dhati kwa mkutano wote kwa jumla. Sivyo wazuri? Sivyo? Japo tujafika wakati, lakini tuanze na kushukuru. Sisi wa Mungu tuna bahati kubwa sana. Tena sana sana sana. Kwa nini tuna hiyo bahati? Sababu tuna neema. Na waza tukifanya evaluation ya masomo mwichi zingine, mimi ambao natembea Kongo ingali nafasi ya wasomo. Bwana asifiwe. Ya kwanza hiyo. Na nataka kusema juu ya mafundisho yetu tutakuwa nayo ambayo Mungu wetu Jeria anaita hapa. Sisi hatuchangamani na mambo kama vile ya siasa. Tuko hapa kwa sababu ya kushanje mentalite ya memoire ama akili za sisi wa Kristo ama wa viongozi, tuende tukabadilishe wengine. Kama mimi kwa mambo yangu nakamata hiyo. Sijui kama na mwingine ni hivyo. Asante sana Bwana. Asante kuniunga mkono. Tuko kule nyuma, lakini pamoja na uzee tunashukuru kuwafuata. Ndugu Chelewa anauliza wangapi wanakuwa na miaka 38 hapa. Mimi Bukota Ruanika Kimadarungu nimeshindwa na kutia mkono sababu miaka yangu imepita pale. Lakini kwa hiyo nataka kusema ya kwamba wale ambao wanakuwa na hiyo miaka sasa ya kuendelesha hiyo kazi, miaka 38 wajue kwamba kuna nafasi tuliteleza sisi wa miaka 40. Mnaelewa mzuri wa ndugu? Tunafuata. Na katika miaka tunakuwa nayo 40 na zaidi 17, tunaanza kuingilia. Tuna watoto, tuna wajukuu na wajukuluza wako. Na ndio tunaanza kutarisha sasa nafasi. Mzee asemaje kitu kingine? Ni maneno, parole. Wataalamu wanasema heshima inapita mali. Sivyo? Mimi unipe chako, nipe heshima yangu. Nitakushukuru sana. Na ndio maana unaona watu Mkongo tunashindwa na kufahamu huyu ni nani na huyu ni nani. Kila mtu ni Mkongo. Ni Muhindi. Muhindi kisha kukomana yote na wota mandevu. Tasameni ndugu Cheri. Hapana. Na kwa ajili ya hiyo sisi ni walimu na waformateur
Na kwa ajili ya hiyo ndio unakutana mwalimu anakuja kutuambia sasa tuwe na vision juu ya nchi yetu. Ya kwanza tutubu. Si vile? Na bwana tatukudiria. Ni magumu kumwambia mtu wana mimi nafanya dhambi na aikale chini. Na mkubwa na mdogo wanajua kwamba wote ni hivi. Ndio unakutana na Kongo na milikuwa kwa kichwa na milikuwa chini hata wanasema kitu. Kila mtu anajiona ni mimi. Na Mwingereza kwambia anakuambia there is no way. Tukitaka kufanya vitu pamoja tufanye pamoja. Ndio wanasikia wanasema kweli kwa America, United States of America. Kongo ikiwa pamoja kwa umoja. Kwa kweli hata hiyo mababati tunasema tunakritikiwa kwa yetu haiwezi kushindikana. Uko unataka kwa kunyumba kwenye ikara wewe mwenyewe. Unataka uite mshefu wako kutengenezea. Eske inawezekana? Hapana. Haiwezekani. Dabo anza kunyumba yako. Tuko washefu wa makanisa, tuko walideri wa makanisa. Dabo sisi tutaanza kufundisha watu namna gani tunaweza kugeuza taifa hili bwana na kutubu pia. Ni kitu cha lazima. Asante kwa sababu nafikiri kwa nasema machache kwa mmoja wananielewa na wengine kwenda kwenye haja koshije mwalimu taisamea sana. Nitamfuata kwa sababu tunakuwa mmoja wa uzee. Nataka kufuata na vijana hivi. Watu wanasema Amerika. Mimi mgonjwa wangu nimefika Amerika. Yes. Kijana wangu anajitolea akasema papa nataka kujitoa. Tukiwafunza vizuri hata watoto wetu nyumbani watatutia nafasi yenyewe sisi hatungelitiliwa. Na ndio wivu na kwa watu. Unanifuata? Unanifuata tafadhali? Ndio. Asante. Wivu, chuki. Hiyo yote inaharibisha nchi yetu. Ni itatengeneza tutasaidia hata makanisa pia. Na kwa ajili ya hivyo napenda kuambia Amerika ni sawa sawa na zaidi tuko na mkongo wa Amerika hawana. Mimi ni wapi wa Amerika hawana. Tuna miti leo fika Lubumbashi. Wamefungia bashinwa vitu. Miti hii miti. Na kwa ajili ya hivyo ndio maana tunataka sisi Wakongomani tuwe pamoja kwa umoja kuombea nchi yetu na tugeuze watu kwa umoja. Asante sana. Hiyo ni lazima tushukuru kwa kila kazi. Na mimi ni chef de quartier niko pasteur. Huko Washinwa ambao walituletea haya mambo. Hii somo ambao natuletea leo ilikuwa mtemili 11. Bakatuuliza ninyi Wakongomani ambao muna kila aina za mali, udongo mzuri, lakini kwa nini mnalala? Tukashindwa na jibu la kulamsha. Na hivi unatufundisha hii, si ndio hivyo mnaandika Agence Congolaise pour le Développement International. Wala hakuna wa kusema, wala hakuna wa kufikiri. Kwa nini? Tumefungwa na nini? Au tumerogwa na nani? Na Yesu alisema kwamba mkiwa wawili naye atakuwa watatu. Tunawaomba kwa neno hili tusimame. Muna makanisa mengi sana. Huko mnasema mtubu, kesho kutwa mrudilie kutubu. Msimame kwanza mfanye kazi. Msimame mfanye kazi, na tukisimama tufanye kazi, kila kitu kitaendeka. Kwa sababu batauliza banani wale ambao wamesimama bakifanya kazi. Lakini na sisi tukisimama tufanye kazi kwa ajili ya maendeleo ya nchi na kwa ajili ya mambo yote ya nchi, tuna uhuru wa kuifanya. Kwa nini tulale? Na kwa nini tusianze kesho? Wala kesho kukia tukisema tuende kujenga Kawizi, sote hivi tukisimama humu tunasema tuende kujenga nyumba za Kawizi au tujenge za Kigongo, hazitakuwa. Kigongo itakuwa mwingine kabambe na Kawizi itakuwa mwingine kabambe, na watauliza banani walijenga hapa. Mungu aisha tupa pesa. Haleluya. Kwa sababu Mungu ametupa maono.
anasema hapa, tukiwa kwa umoja, makanisa yote yenye tuko tunataka jenga tutaijenga, na nyumba za misaada zenye tunaweza fanya tutaweza zifanya. Ndio nasema na precipite MDRCN, kesho kuko vitu vingi vitapitika hapa, mtaona. Tuko na ba medecin benye bako ba volontaire kusaidia kwenda banapima watu makartier na kuwatunza kwa bure. Wakongomani wameanza funuliwa, wanajitolea. Haleluya. Tuko na kikundi cha watu wanajitolea, si tutaenda tunapeana injili kuambia wengine wakuje kwa Yesu. Wakongomani wanakubali kufanya mission. Mwaidi asieni, tuko na vijana wanajitolea, tutalima. Wako wa agronome walisoma jinsi ya kulima. Tutalima. Msitulipe kwanza, tulime tuone watoto wetu wanapata chakula. Sasa sikia. Nani adui BBC? Radio BBC. Najua kila mtu anaijua. Kwa leo iko radio television. BBC iko parmi radio yenye inalipa wa journaliste vizuri ulimwengu mzima. Sasa pesa ya BBC inatoka wapi? Kila Mwingereza anatoshaka $1. Kila Mwingereza tu. Mwisho wa mwezi mwenye anapokeaka anatoa $1 yake. Kupitia $1 ya kila Mwingereza, Angleterre iko na kapasiti ya kukontrole ulimwengu kupitia media. Hapa kuliko. Pour vous dire quoi? Na sisi kwa umoja, bila hata ile madini, kwanza mwache madini juu Mungu si aishatupa udongo ya mzuri. Andeona madini Mungu aishatupa udongo. Kwa umoja, na ni vitu vya vitaenda fanyika juu hakuna mwenye anaweza zuia mpango wa Mungu. Ukatale, ufanye hayo venye Mungu anasema atafanya tu. Nilikuwa na entreprise yangu peke yangu bilishindikana. Lakini leo tu nimekuwa na associate, tuko tunaendelea. Haleluya. Peke yako hautaweza. Na tuko deja na formule. Kesho ni hapa na magharibi ni hapa. Tutawaambia hapo. Haziko za kuficha juu ya Mungu. Hata unaibaka formule hii moja hautaiba. Amen. Haleluya. Asa tukiongea watu hakuna, hii itasaidia. Na haya ni maono Mungu anataka tuanze ndio kwenye wenzetu walianzia. Angleterre walianza hiyo. Ni secret kubwa, sio mambo asemi ni ujuzi, mtu akaenda kumasoma akasoma, mpaka aliyetuumba peke yake atufunulie. Nadhani nitakuwa mfupi zaidi. Kwa jina naitwa Mchungaji Fungu. Ndio kwa kufuatana na maneno ambayo tayari tumekwisha kuzungumziwa mahali hapa, yale maneno yameniletea picha kubwa kabisa. Nikaona wana wa Israeli jinsi Mungu anamupa Ibrahimu ahadi ya kwamba aende Kanaani, nchi ya maziwa, nchi ya asali. Katika nchi ya Kongo ni nchi ya asali, ni nchi ya maziwa. Ilifika muda fulani Mkongomani akashiona sana, tena sana. Alipokwenda katika nchi nyingine ya kigeni, walimtambua ya kwamba ni Mkongomani na walimupa heshima yake kwa ajili ya nchi ya Kongo. Na apatia hapo uwepo wa Mungu ukawa umetoka kwa ajili ya kujivuna. Na ilifika wakati mwingine Mkongomani alijivuna sana na kumupa mtu mwingine heshima kuliko kumpatia Mungu heshima, na Mungu akaondoa ile utukufu. Wana wa Israeli ikiwa wameweza kwenda utumwani, ilikuwa ni tunisio ya Mungu, sababu Israeli alijiona ya kwamba na kusema ya kwamba Mungu ni Mungu wa Israeli tu. Lakini ingawa katika utumwa wa ndugu, ninapenda kusema juu ya hii miaka 40 zaidi,
Hii miaka 40 ambayo ikifika generation ingine inafika. Msimamizi alisema ya kwamba katika hii generation ya miaka 40 kama inafika generation ingine, kama sisi hatuoni usawasawa, kuna generation ingine ambayo itakamata pasipo sisi kuwepo, sababu tulifanya ugoigoi. Na hii generation 40, wakati nilipofanya analysis nikaona kwamba iko kweli. Na katika hii miaka 40 kama tunaanzia hii 2000 na tukifika 2040, ninajua hakika Kongo haitakuwa kama hivi. Jina la Bwana lipewe sifa sana. Nina ile imani Kongo haitakuwa kama hivi ilivyo mwa hii miaka 40. Sababu kama tunaangalia maandiko, Israeli anamaliza miaka 43 katika nchi ya Misri, anakombolewa. Israeli anamaliza miaka 40 katika jangwa, anaingia katika nchi ya ahadi. Katika unabii, acha tuweke zero nyuma. Katika unabii, nabii Isaya anatabiri mbele ya miaka 1000 ya kwamba Yesu atazaliwa, na Yesu akazaliwa. Kumbe hii kadre ina neno, na hii kadre haitatuacha. Hii kadre ni lazima tuombe Mungu na tubadilike, na Mungu atafanya ishara. Mungu hatuachi kwa hii miaka 40. Anza, hii ni ufunuo, ni unabii ambao ninakuambia leo. Anza kuhesabu tangu 2000 mpaka 2040 kutakuwa neno, na Kongo itasimama, kwa sababu ni Mungu ambaye tunayeomba. Wanafunzi walimjua yule aliyewaita wakati wanapokuwa katika bahari, walimjua na wakamuita Bwana. Wakati wa matatizo, Israeli tayari amekwisha kukazabika na kusema kwamba sababu gani unatosha katika nchi ya Misri. Musa alimwendea Bwana na kumwambia Bwana, angalia Israeli. Na Bwana alimwambia Musa, una nini? Una fimbo. Piga fimbo kwenye bahari. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na sisi kama tunamjua huyu ambaye alituita, kama tunamjua huyu ambaye tunamtumikia, kama tunajua huyu ambaye ametupa Kongo, ataturehemu na Kongo itakuwa Kongo ya Kongo moja. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tumeita watu wa tabaka mbalimbali Sije yenye tuko nayo ni juu ya taifa, umuhimu wa taifa. Umuhimu wa taifa ya Kongo. Haleluya. Na hii maswali yote hii mapendekezo, hakuna swali, watu wanapendekeza tu. Haya mapendekezo yote watu wanapendekeza yanatuonesha kama tukienda na Mungu kweli tutaweza kufaulu. Amen. Kuna wale tumeita kama padekati, atujui anaingiaka mkanisa. Kuna wale tuliita pa polisie, atujui anaingiaka mkanisa. Tuliita watu ya sektere zote, kwa sababu tuko na kitu kenye Mungu amepanga kufanya kuanzia mti wa Uvira, na kitaenda na nafasi zingine. Na kuja kwenu hapa, tunataka tuwafunze ile kitu tu, kila mmoja wetu ataparticipe mwa ile kitu. Ndio na kutaarifu kipindi cha nyuma, usikose. Kama umeanza mbele na unakosa kumalizia hii conference, utakuwa umeenda na deni, au utakuwa umejua maana ya wewe kukuja. Nasema hiyo juu mapendekezo yako mingi mpaka nashindwa kukatalia watu micro. Pastor Amu, mchungaji wa Eglise Shikina Uvira. Tumepata mawazo mengi wakati mwalimu wetu introduire dossier, na mawazo mengi ikakwisha ndani yetu, na waza kila mtu anaweza kusema hapo. Nakumbuka katika kitabu cha Isaya, Mungu alimwambia Isaya
Isaya akamuuliza Mungu, nitalilia nini? Mungu akaona kama Isaya hatalia tu, akamwambia neema moja kwamba kila mwenye mwili ni majani. Kwa nini sisi ndio tuko mbele mabaya yuko nafanyika? Kama wewe unapata wengine wazo ongezea. Mimi naishi hapo. Haleluya. Amen. Amen. Kuna nguvu ya ajabu katika Mwokozi. Kuna nguvu ya ajabu katika kujua shida ilianzia wapi watu walipotelea, ili tujue jinsi ya kutengeneza. Lakini unajua hayo maneno naongea kwa mpagani mwenye hajahubiriwa aweze akaelewa haraka. Amen. Na labda mimi sijui nani hajahubiriwa huko, lakini tuache kwanza na kujua wapi watu walianguka. Na ndio maana hakuna mwenye anaweza sema ABCD kujiuliza wapi tulipoangukia. Ni kutubu tu na kuambia Mungu utusamehe, si wote kama vile Wakongomani, tunakurudilia na tutaenda pamoja na wewe na tutengeneze nchi yetu. Juu ni processes. Haiko kitu tu tutaamuka hivi na vinaenda. Mpaka watu waende wanaelewa ni processes. Juu Yesu alideklare ni changement ya mentalite ndio wokovu. Ifo watu washange kisi walikuwa wanaona. Ifo kama ulikuwa naona biashara ya $1000 na kuridhisha, Yesu anakuja kuambia uanze kuangalia 1 milioni. Ushange kisi uko naona. Amen. Amen. Sijui nitaanzia hapo. Nguvu ya ajabu katika damu ya Mwokozi. Kuna nguvu ya ajabu katika damu yake Yesu. Baba, katika jina la Yesu tunaomba Yesu Kristo, uwepo wako, ufalme wako Yesu uweze kushuka katika nchi yetu ya Kongo. Pale tulipokosea Yesu uweze kutusamea, uweze Yesu kutusamea. Turudishie upendo, turudishie kile ulichokitaka katika nchi yetu Yesu Kristo. Alama ya kushikana ni nguvu zako Yesu. Tena maajabu Bwana. Yesu shuka kwa mkutano. Yesu shuka kwa mkutano. Yesu shuka. Yesu. Yesu. Yesu Kristo.
Tena maajabu. katika wewe Yesu Kristo uliye Bwana na Mwokozi wetu. Asante Yesu Kristo. Neema yako. Amen.